Haya, tugeukie sasa katika kipengele cha ratiba ya mechi za kesho pamoja na utabiri. Kama kawaida, Tanzania tunajua hakuna mechi ambazo zinaendelea kwa sababu wanaendelea kusajili, klabu zinaendelea kusajili. Ratiba ya mechi za kesho Jumamosi Julai 18 kwa mwaka huu 2026. Tukianza na Tanzania, kwa upande wa Tanzania hakuna ratiba ya NBC Premier League kesho Julai 18 kwa sababu msimu wa ligi kuu umekamilika na kinachoendelea zaidi kwa sasa ni usajili wa Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars na timu nyingine zinaendelea kufanya usajili. Kinachoendelea vile ni usafi wa vikosi. Vikosi vinaendelea kusafishwa kama tulivyoona, Simba wenyewe wanasafisha kweli kweli. Na kinachoendelea kingine kwa Tanzania ni maandalizi ya msimu wa mwaka 2026 2027. Ratiba ya mwisho ya NBC Premier League kwa msimu wa mwaka 2025 2026 ilifungwa kabla ya dirisha la usajili kuanza. Kwa hiyo sasa tuangalie hapa mechi ya kesho, kombe la dunia, tuichambue. Wale wataalamu wa mikeka jamani, mpo? Njoni tuchambue hapa. Kesho Jumamosi Julai 18 mwaka 2026. Kutakuwa na mechi kati ya France na England. Francia. Mama Paroko anasema, Salome, leo tunakula nini? Mbona mimi nahisi njaa sana. Kwa kweli sijajua tunakula nini leo. Hebu wacha nitoke studio, pengine tunaweza tukajua. Kinywani ni kitu gani kitaenda. Kesho Jumamosi Julai 18 mwaka 2026, mechi ya kutafuta nafasi ya 3. Mechi itachezwa saa 11 kamili jioni kwa muda wa Tanzania, na mechi hiyo ni Francia dhidi ya England, Ufaransa na Uingereza. Mechi hii inawakutanisha timu zote zilizopoteza nusu fainali. Ufaransa ilifungwa bao 2-0 na Hispania, huku England ikipoteza bao 2-1 dhidi ya Argentina. Tough Guy anasema anakupata loud and clear nikiwa Masinde Muliro University. Asante sana Tough Guy. Haya, tugeukia sasa kwenye uchambuzi. Francia na England. Francia, nguvu walizonazo, wana uzoefu mkubwa wa mechi kubwa, wana kasi ya washambuliaji, wana uwezo wa kubadilisha mchezo kupitia nyota wao wakubwa, ulinzi wenye wachezaji wenye uzoefu. Hizo ni nguvu za Francia. Mchezaji wa kuangaliwa ni Kylian Mbappe, anatafuta kuongeza mabao yake kwenye kombe la dunia na ana nafasi ya kuendelea kuvunja rekodi binafsi. Changamoto ni kukosa motisha baada ya kupoteza nafasi ya kucheza fainali na uchovu wa mechi nyingi za pressure. Tukigeukia pale England, nguvu walizonazo, England wana kikosi chenye vipaji vingi. Wana kiungo chenye uwezo wa kushikilia mpira na kasi kwenye mashambulizi ya kushtukiza. Uwezo mzuri wa mipira iliyokufa, mipira iliyodedi. Changamoto ni kwamba maumivu ya kupoteza nusu fainali na pressure ya kutaka kumaliza mashindano vizuri. Hii ni changamoto walionayo England. Kwa hiyo sasa hapa tukigeukia kwa utabiri wangu, chaguo la kwanza ni Ufaransa. Ufaransa wana uwezo wa kufunga mabao 2-1 dhidi ya England.
kwa sababu Ufaransa ina uzoefu mkubwa wa mechi za aina hii na Mbappe na washambuliaji wao wanaweza kuleta tofauti. Manake tukiangalia Mbappe ni miongoni mwa wale wachezaji ambao wako vizuri katika spidi na kufunga mabao. Chaguo lingine ni kwamba au utabiri mwingine ni kwamba wanaweza wakatoshana nguvu ndani ya zile dakika 90. Au Ufaransa ishinde kwa penalty. Kama dakika 90 zitaisha hawajashinda na wakaongezewa muda wa ziada, basi Ufaransa wanaweza kushinda kwa penalty. Hiyo ni katika kile kipengele cha mechi za kesho pamoja na utabiri. Pale YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, ni kuombe uweze kusubscribe na turn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo tunakuwekea hapa katika channel yetu. Yes, na swali hapo YouTube linauliza kwamba swala Simba kufanya usafi wa kikosi, je, ni uamuzi sahihi, ni hatari au tunawapa muda tuone baada ya hao watakaosajiliwa kuingia uwanjani? Tuone watafanya nini, wataleta mabadiliko? Shusha maoni yako hapo nipite nayo na sisi wengine tupate kujifunza bwana kupitia mawazo yako. Twende tupate mapumziko. Halafu nitarejea kwa ajili ya kukusogezea habari. Muhoza Abel anasema Ufaransa ishatukatisha tamaa. Mimi kombe la dunia sina cha kuchangia, but final Spain anaweza kutoa ubingwa. Asante sana Muhoza Abel. Spain, watu wanaiamini Spain. Hivi Spain iko vizuri manake wengi naona wanaamini katika Spain kutoa ubingwa. Na tamani siku moja iwe kwamba yani hapo kwenye kutoa ubingwa unakuta wanalinganisha nchi nyingine alafu Tanzania inakuwa miongoni hapo. Tunakuwa tuko pale juu. Naamini tutafika. Sijui ni lini, lakini naamini ipo siku tutafikia huko. Tupate mapumziko mafupi na baada ya mapumziko nitarejea hapa kwa ajili ya kukusogezea habari kwa mchana wa leo. Msikilizaji wa Imbanasi Radio, kila siku saa 2:30 mpaka saa 3 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, tunaungana na idhaa ya Kiswahili ya Radio France International kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Usikose kusikiliza Imbanasi Radio kila siku. Sikiliza Imbanasi Radio. Tusali na tuimbe pamoja. Kwa jina naitwa Laurent Ludovic, ni mkurugenzi wa Imbanasi Radio. Niwashukuru nyote ambao mmekuwa wasikilizaji wetu kwa kusikiliza radio yetu ambayo ni online radio. Nipende kutumia fursa hii kuwakaribisha kusikiliza radio yetu, kwani tutawaletea vipindi vingi ambavyo vitawaelimisha na kuwaburudisha. Tunawaahidi hatutawaangusha. Baba, mbona unaonekana una mawazo sana? Au umeshakumbuka nyumbani? Hapana mwanangu Kulo. Unajua mimi napenda kusikiliza redio ili nipate mahabari na maburudani pamoja na mamziki. Sasa huku mjini kwenu, mkiondoka mkaenda makazini huko, mimi nabaki na lanta nipo tu. Nawaza mengi, muda mwingine nakumbuka hadi nyumbani na mkumbuka na mama yenu. Pole sana babangu. Una redio inaitwa Imbanasi. Nadhani itakufaa sana, maana ni furu burudani, muziki na kusali. Ngoja nikuwekea pia kwenye simu yako, uwe unasikiliza. Hii ni nzuri sana, ina vipindi vizuri sana, usikivu wake ni mzuri mno. Sasa utakuwa unafungua hapa, ukibonyeza una play tu hapa. Hii waweja sana mwanangu. Hapo safi sana, acha niburudike sasa na mawazo yote gashiraka.
kwa huduma za upigaji picha wa kitaalam, yani photoshooting za indoor na outdoor, huduma za printing, online media, utayarishaji wa video za matangazo, muziki na matukio, audio productions yenye ubora wa hali ya juu, pamoja na graphics designing. Tunapatikana Area C, Dodoma, Tanzania. Wasiliana nasi kupitia namba 0762380376 au 0677071019. Hapa ndipo mahali ambapo picha, sauti na ubunifu hukutana. Tanganyika Productions, forward ever. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio. Asante kwa kuendelea kuwa nami. Kipindi hewani ni Mambo Leo, na katika ile lisala pili tunaenda kukamilisha. Muhozi ameanza kwa kucheka. Tanzania tena, hatujafikia huko dada. Huo hapo, sawa na kuona meli inasafiri nchi kavu. Tunaishi kwa imani jamani. Wanasemaga kuna malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Kuna siku bwana nilikuwa wanasema kuna nguvu ya kuandika. Kuna siku nilikuwa naandika, nikasema leo niandike malengo yangu ya muda mrefu. Yani kuna kitu niliandika, yani nikaandika, baadaye nikasoma, nikawa nacheka mwenyewe. Yani unajua kuna kile kitu, yani unaona kabisa, yani kwa jinsi unavyojijua, kwa hali ulionayo, yani hata hali kama itabadilika baadaye unasema lakini hapa kutoboa labda itokee muujiza. Nikasoma nikawa nacheka. Yani nilivyosoma ujumbe wako Muhoza nikakumbuka, yani ulivyosema kwamba ni sawa na kuona meli inasafiri nchi kavu. Tunaishi kwa imani, right? Okay, katika hili lisala pili tuhitimishe sasa kwa habari za michezo kwa mchana wa leo. Na habari ninayoanza nayo ni kuhusiana na Simba Sports Club. Wameachana na wachezaji 7 na rasmi Simba Day itafanyika 8/8 mwaka 2026 pale jijini Dar es Salaam. Siku ya 8/8 yenyewe mkisherehekea siku ya wakulima, basi Simba Day yenyewe Simba watakuwa na siku yao Simba Day. Jamani, wale mlioniahidi jezi jamani, 8/8 sio mbali. Fanyeni jambo, nijaribu kama inanitosha nianze kuitafutia na raba kali hivi, jinsi kali. Mlisema si mlinichagulia jamani, niende huko mkasema mtaninunulia jezi. Okay? Habari nyingine inasema Yanga Sports Club wapo katika hatua za mwisho kusajili wachezaji wawili. Mchezaji anayekwenda kwa jina la Thulan Gumede mwenye umri wa miaka 25 ambaye ni winga kutoka Richard Bay ya Afrika Kusini. Na mchezaji mwingine ambaye Yanga wapo hatua za mwisho za kumsajili anakwenda kwa jina la Justin Figueredo mwenye umri wa miaka 27 ambaye ni mshambuliaji kutoka Chipa United. Azam FC wenyewe wamemtambulisha rasmi Henry Stanik kutoka Stellenbosch ya Afrika Kusini. Huyu anacheza ile nafasi ya beki wa kati. Singida Black Stars hawa Singida wamemsajili Marcel Canal kutoka ni raia huyu Marcel Canad ni raia wa Austria. Alicheza Borussia Mönchengladbach ya Ujerumani na ana umri wa miaka 27. Singida Black Stars bwana safari imeamua kumvuta mzungu. Rasmi Tanzania Prisons wameshuka daraja, Polisi Tanzania wamepanda ligi kuu. Na habari ninayohitimisha nayo ni kuhusiana na tetesi za soka pale barani Ulaya, ambapo Inter Milan wanasuka mpango wa kumsajili beki wa pembeni wa Tottenham na England Jed Spence mwenye umri wa miaka 25 pamoja na beki wa kati wa Argentina Cristiano Romero mwenye umri wa miaka 28. Arsenal wameonyesha nia ya kumsajili beki wa Aston Villa na England Ezri Konsa mwenye umri wa miaka 26.
Kipa wa Crystal Palace na Argentina Walter Benitez mwenye umri wa miaka 33 anaweza kuvunja mkataba wake na Palace ili kurejea Nice. Liverpool wanaongoza mbio za kumsajili kiungo wa Japan Kaishu Sano kutoka Mainz na wako tayari kutoa hadi euro milioni 60 kwa ajili ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 ambaye pia anawindwa na Arsenal, Tottenham na Borussia Dortmund. Liverpool wamewasiliana na Bournemouth kuhusu winga wa miaka 19 Ryan, wakilenga kumrejesha Brazil huyo chini ya kocha wao wa zamani Andoni Iraola. Fulham wamekuwa kama Coventry na Chelsea kumfuatilia winga wa Strasbourg na Ivory Coast Marito Godo mwenye umri wa miaka 23. Na Newcastle wanaendelea na mazungumzo ya kumsajili kipa wa Brighton Kyle Rushworth mwenye umri wa miaka 25 na Mwingereza mwenzake James Trafford mlinda lango wa Manchester City mwenye umri wa miaka 23. Na hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa mchana wa leo. Tukirejea pale YouTube, swali la leo pale YouTube limeuliza kwamba Simba kufanya usafi wa kikosi, je, ni uamuzi sahihi? Ni hatari au tuwape muda tuone? Okay, kura zilizopigwa ni kura 19. Waliosema ndio uamuzi walioufanya Simba ni sahihi ni 57%. Waliosema acha tuone ni 32%, na waliosema ni hatari ni 11%. Tayari nimekusogezea vipengele kadhaa kwenye kipindi hiki cha Mambo Leo kwa siku ya leo. Nimekusogezea vichwa vya habari zinazo trendi ndani na nje, vinavyo trendi Tanzania na pale Ulaya. Nimekusogezea uchambuzi wa mechi, takwimu za wiki, ripoti ya uhamisho, mjadala wa siku, ambapo mjadala wa siku ya leo ulikuwa unasema kwamba je, Simba wamefanya uamuzi sahihi kuachia nyota kadhaa? Na watu wameweza kutoa maoni yao hapo. Nikakusogezea kipengele cha fahamu mchezaji, ambapo nimekusogezea mchezaji Lilepo ambaye anatajwa kusajiliwa Yanga. Nikakusogezea ratiba ya mechi za kesho pamoja na utabiri, na hapa nikahitimisha kwa habari za michezo kwa mchana wa leo. Nikusiendelea kuitegea sikio Imbanasi Radio. Itakapogonga 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, tutajiunga na DW Kiswahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbali. Yes, tukutane kesho saa 1 kamili za asubuhi, Mwenyezi Mungu akijalia. Ukiniita Salome Mlai, daima nitaitika. Na nukuni nayo kuacha nayo leo inasema kwamba mawingu ya giza hayamaanishi mwisho wa safari. Jua litaangaza tena. Nakupenda sana. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.